inaitwa umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu. Katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya Injili. Sizungumzi Roho Mtakatifu tu yule anayeshuka tukaendelea kurelax hapa. Nazungumza juu ya umuhimu wa ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya Injili. Kuna umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu ili twende tukafanye Injili, ili twende tukafanye huduma. Hiyo ndio nguvu nitakayoizungumza asubuhi ya leo, kwamba mtu aliyeokoka kuna umuhimu wa kubatizwa katika Roho Mtakatifu kwa ajili ya Injili. Tuombe. Baba, nakushukuru naposimama mbele ya watu wako asubuhi ya leo kuyaleta maneno yako. Naomba Bwana ukatuhudumie. Roho Mtakatifu wa uzima uweze kuwa pamoja nasi. Asante kwa neema na nguvu, mamlaka yako. Baba, ninasihi uwepo wako asubuhi ya leo kutuhudumia kupitia neno lako. Bwana, ukatufunike kwa neema na kwa nguvu yako. Katika jina la Yesu naomba na shukuru. Amen. Kwa hiyo tunapozungumza juu ya ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya Injili, tutasimama na andiko la kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya 4 mpaka ule mstari wa 5. Matendo ya Mitume sura ya kwanza na ule mstari wa 4. Amina, mpaka mstari wa 5, mistari miwili. Amina. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba mbatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Tunaposoma kitabu hiki cha Matendo ya Mitume, tunapokea ujumbe kwenye sura ya kwanza tu mstari wa 4. Tunakuta maneno ya Yesu anayezungumza na wanafunzi, kwamba baada ya kuwa ametoka kufufuka, Yesu anawakumbusha wanafunzi wake kwamba wasikurupuke, wasitoke tu kwa ajili ya mapepe ya kupeleka Injili, lakini anawapa maagizo ya kushughulika na vitu viwili. Kwanza, namba la kwanza, anawahimiza wasitoke Yerusalemu. Hiyo ndio jambo la mkazo, wasitoke. Pale pana katazo kwamba jamani, msitoke Yerusalemu. Hilo ni katazo. Kama mtu akikwambia leo hii hamna kutoka, nakumbuka tulikuwepo kwenye wiki za uchaguzi wa mwaka huu, ulikuwa kuna mchakato. Anasema ngojeni kwanza ahadi ya Baba itimie. Kilichowafanya wasitoke ni kuingoja ahadi ya Baba ambayo ilikuwa imetangazwa inatokea baada ya siku chache, na siku chache hazikutajwa ni ngapi, lakini ukweli Yesu alijua siku zilizokuwa tunatakiwa kungoja zilikuwa 10. Kama ningewaambia msitoke kwa siku 10, watu wangekoma. Ila aliwaambia msitoke mpaka muipokee ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwa Yohana aliyetangulia aliwabatiza kwa maji, lakini mimi nina kazi ya kuwabatiza katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa hiyo niishie hivyo kwamba siku za kubatizwa katika Roho Mtakatifu ni chache. Kwa hiyo ili mbatizwe, msitoke ghafla. Subirini, kaeni, muwe watulivu. Maandiko yanasema watu 120 walikuwa waaminifu, walikaa hawakutoka. Hawa sasa tunawapenda, walikuwa watii. Kama sasa si wa kizazi hiki tukiambia tusitoke, tutashindwa sana. Haleluya. Sisi tutashindwa. Kwa sababu sisi ni wabishi. Ile falsafa na kwamba changanyana na za kwako imetuathiri sana. Kila ukipewa maelekezo wewe uchanganyana na za kwako. Ukichanganya na za kwako umejichanganya. Kwa tunachelewa. Hao wenzetu walikuwa na sauti moja, nia moja na mawazo mamoja. Walichoelekezwa ndicho walichofanya. Tuangalie jambo la kujifunza ambalo sisi linatusaidia, maana hili lilikuwa la Wayahudi kwamba wasitoke. Sisi tunajifunza nini? Kuna pointi chache hapo kama 3 hivi. Ya kwanza inasema Yesu anapotoka kufufuka
anawazuia wanafunzi wake wasitoke Yerusalemu waingoje ahadi ya baba yao. Hilo ni jambo la muhimu. La kwanza tunaangalia yale maelekezo ya kiongozi mkuu. Anawazuia Yesu wanafunzi wasitoke. Hilo ndio jambo tutakapotafakari. Kwa nini Yesu anajaribu kuzuia hawa watu wasitoke? Jambo la kwanza, Yesu anapotoka kufufuka anawazuia wanafunzi wasitoke Yerusalemu waingoje ahadi ya baba, wasikurupuke. Kwa ahadi ya baba inangojwa, lazima uwe na muda wa kungoja, lazima uwe na muda wa kutulia ili upokee ahadi, uwe na muda wa kungoja. Ilinibeba kama mwaka mmoja hivi toka nimeokoka sikupokea Roho Mtakatifu. Na kipindi tunaokoka sisi somo Roho Mtakatifu lilifundishwa sana. Na nilifundishwa kwa mkazo kwamba kama hupokea Roho Mtakatifu kuna tatizo na mbinguni huwezi kwenda bila Roho Mtakatifu. Na hiyo ilifanya nikose amani, nikose furaha. Na ilikumbushwa kama Roho Mtakatifu hashuki, Roho Mtakatifu hashuki mahali kwenye dhambi, hashuki kwa mtu ambaye hajaokoka sawa sawa. Chunguza, kuna mahali utakuwa hujaokoka sawa sawa. Hiyo ilitaka kufanya upekuzi wa hali ya juu. Nimeokoka kweli? Wapi nimesahau kuokoka? Maana kila ibada ya Roho Mtakatifu unatoka hola. Kila ibada ya Roho Mtakatifu hola. Akaja mchungaji asante na kutewa kuwa shemasi, lakini sifa za shemasi hawa amejaa Roho Mtakatifu. Awe mnyenyekevu. Nikasema baba, kwa unyenyekevu haina shida, nilikuwa napiga ngumi watu sasa nimeacha. Lakini kwa habari ya Roho Mtakatifu sijajaa baba, sifa hiyo sina. Akasema Roho unapewa ushemasi, endelea kutafuta kwa nguvu zote. Maana utapoteza sifa ya shemasi kama hutakuwa na Roho Mtakatifu kwa muda mrefu. Endelea kutafuta. Kwa hiyo ilinifanya nifunge, ilinifanya niombe, ilinifanya nione chakula hakinogi. Hebu ufike mahali uwe na uwezo wa kungoja, yaani uone hakuna kitu kinachokupa furaha zaidi ya kuwa na Roho Mtakatifu. Una vyakula sana, una matunda sana, siku nyingine jinyime, mwambie Bwana nikumbuke nijaze Roho Mtakatifu. Hiyo ndio kungoja. Lazima ujibidishe, lazima utie nia, maana Roho Mtakatifu anakwenda kwa mtu mwenye kiu. Sasa kiu ni kuonyesha namna ulivyotia nia kuomba. Na wakaniambia wakati fulani Roho Mtakatifu anaweza akakushukia wewe mwenyewe ukiwa kwenye maombi yako. Wewe nilikuwa na maombi ya kuomba hata peke yangu kwa muda mtosha. Lakini hata hivyo sikupokea Roho Mtakatifu. Nilikuja kupokea semina moja ya kufungua kanisa pale Wema. Alikuja mchungaji mmoja toka Maketa anaitwa Kipukapuka. Na yule baba alifika mwezi wa 4 kupuka. Hali ya Maketa ilikuwa njia zinakuwa mbaya sana. Na alisafiri na basi ya Afrika. Na akashuka njoo. Nakuja kila ninapofundisha siku yaona matope tena. Nilimwona mtu kama Yona aliyetoka kwenye tumbo la samaki, alianza kupiga injili kule Ninawi. Kama hamtatubu mtaangamia. Watu hawakuyaona matope aliyojipaka alipokuwa kwenye gari lisilopakia watu. Maana alipanda gari lisilo na viti lakini lina chakula tu, na yakafanyika chakula, lakini akapelekwa huko ng'ambo kwenye kiwanja cha injili kwa ile mamlaka ya Mungu kwamba huyu sasa ameshushwa katikati ya bahari. Hakuna magari yaliyoko kule ni nyangumi. Nyangumi moja akasema hakuna shida, kama unaweza ukachangamka, tulia kidogo tumboni. Akaondoka nyangumi bila kupotea, akanyoka kwenda mji wa Ninawi. Alipofika akasema najua hapa umefika. Akamtapika Yona pwa, akamwacha nchi kavu. Yona anatokea nchi kavu hadi upukuha. Kaonanga tayari kumekucha, ni kupiga injili Ninawi. Watu wa Ninawi hawakuyaona matope, waliona ule upako ulio ndani ya Ninawi ya Yona. Akahubiri, watu wa Ninawi wakasema kwa mahubiri ya mhubiri wa aina hii tusipo tu kimekula kwetu. Wakatangaza maombi ya kufunga siku 3. Kisa cha Yona kukasirika sitasema, mimi niishie hapo. Watu wale walifunga wakaomba. Kwa hiyo kuna wakati lazima tutulie, tufunge, tuombe. Haleluya! Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kufunga. Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kuomba. Roho Mtakatifu akupe nguvu ya kutulia kwenye uwepo wake. Jina la Bwana libarikiwe.
Jambo la pili, namba B yake point dash moja, nasema ikumbukwe kuwa wanafunzi wake walikaa pamoja naye miaka 3.5. Yaani unaposoma Biblia utatambua kwamba wanafunzi wa Yesu, ikumbuke kuwa wanafunzi wake walikaa pamoja na Yesu miaka 3.5. Haikuwa tu hapa Yesu anasema wangoje ahadi kwamba ndio wameanzia hapo. Hapana, wamekaa na Yesu miaka 3.5 akiwafundisha kuhusu ufalme. Anawaambia kuhusu ufalme, jamani, kwamba kuna ufalme unakuja, na anaeleza kwamba yatakuwa mfalme, na walifurahi kwamba kama ufalme huu utabebwa na Yesu tutapata raha sana. Mikate tutakula welelele. Maana walimwona Yesu akizidisha mikate 5 na visamaki vinakuwa vingi mpaka wanakula mpaka wanasasa. Walimwona Yesu huyu akifanya miujiza ya kubadilisha vitu vinakuwa vyakula. Yaani hiyo ilikuwa raha kwamba yaani ufalme ukitangaza hata kulima, sisi ni kutulia, miujiza inatendeka. Walimwona Yesu anachukua hela kwenye matumbo ya samaki. Walipodaiwa kodi, anambia Petro kakue samaki lipa kodi ya milioni. Akasema huyu bonge la Mungu, mpaka samaki zinamiliki hela zake. Walipenda sana. Haleluya. Amina. Kwa hiyo wanapofika kwenye kupokea ujumbe huu sasa, hawa ni wazoefu wa kukaa na Yesu. Wamekaa na Yesu kwa muda kutosha. Na pia pointi nyingine ya tatu tunasema pia aliwahi kuwa tuma wale 70. Sio tuma la kwanza hawa kufanya huduma. Aliwahi kuwatuma wale 70 wakaenda kuhubiri. Na anasema aliwatuma walipokwenda walishangaa, wanapohubiri pepo zinatimuka, zinaacha watu wanafunguka, watu wanapona, na wakarudisha ujumbe. Ulipotutuma pepo zinatii. Yaani tukisema kwa jina lako pepo zinalala mbele. Haleluya. Kwa hiyo waliwahi kwenda na kufanya huduma na wakarudi wakajivunia kwamba na siku tuna upako. Haleluya. Lakini sasa cha ajabu hapa anawapiga stop. Pamoja na kwenda kuhubiri pepo zilikuwa zinatoka. Pamoja na kwenda kufanya miujiza watu walikuwa wanafunguliwa na kusikiliza. Lakini hapa anawaambia msitoke mpaka mwingoje hadi ya Baba. Ungekuwa kwenye kipindi cha maandiko tungesema sasa hapa mwanzoni walipokea roho. Haleluya. Muda usingalitosha kufafanua nyakati za kupokea Roho Mtakatifu. Lakini kwa kifupi nikwambie tu, mtu unapookoka unapokea Roho Mtakatifu wa kwanza, moja kwa moja anaingia ndani yako. Lakini anakuwa hana madhihirisho. Roho Mtakatifu wa kwanza hana madhihirisho, lakini anakuwa ameshaingia. Hapo anapoongoza na toba, anaondoka yule roho aliyekuwa anakutawala, anaingia Roho Mtakatifu ndani yako. Kwa hapa mahali ulipo una Roho Mtakatifu, lakini hujapata Roho Mtakatifu wa kupeleka Injili. Hujapata Roho Mtakatifu wa kupeleka nini jamani? Nafikiri una Roho Mtakatifu mlinzi wa kukulinda mwenyewe tu na usalama wako. Sikawe na mapepo ya kida mashetani kwa kikenda kwa jina la Yesu yanatoka. Lakini huna Roho Mtakatifu wa kukulinda. Ndio yeye ameongea Bwana nani Thomas asubuhi. Sasa unaweza kutaka kwenda kuhubiri, unaona kama wewe hao hicho kama unatamani kama wewe kuhubiri tena hao. Anapohubiri Bwana nyuma yake. Haleluya. Kwa hiyo kuna roho wa kawaida tunampokea tunapookoka, halafu kuna roho ya huduma inayotufanya tuwe majasiri kwenda mahali pa hatari, inayotupa ujasiri kwenda mahali ambako tunafikiri wapi twende. Roho yule wa huduma anasema huku siende, nenda huku. Nyumba hii usiingie, ingia nyumba hii. Neno hili usiseme, sema neno hili. Haleluya. Sasa huyo ndio roho tunayemtaka asubuhi ya leo. Roho wa huduma. Roho Mtakatifu ile wa kutulinda kawaida tunaye tayari, lakini tunataka roho wa huduma. Lakini tukisema tunapeleka Injili, ni swala nyeti. Tunampeleka mtu wa tofauti. Hatuendi kujihubiri wenyewe. Tunakwenda kumtambulisha Yesu ni nani katika maisha ya watu. Hapo tunahitaji mpenyo wa yeye mwenyewe aseme kupitia vinywa vyetu. Tunataka mpenyo yeye mwenyewe aseme kupitia roho zetu. Yaani midomo inapotamka iwe tu ni mdomo wa kutamka kwa niaba ya yeye. Angekuwepo
tunakwenda mbadala. Sasa unapokwenda mbadala, usipobeba ujumbe wa mwenye nao, tahubiri vya kwako. Haya nilikwambia ukasema haya, mbona umeniharibia hali ya hewa? Tutakwenda katarate tukasema habari za Yesu. Tukaimbe kama Yesu anavyotaka. Haleluya. Yaani sio tukaimbe kama sisi tunavyotaka na tukapige step zetu. Tukapige step ya Yesu anayotaka. Tukaimbe nyimbo za Yesu anazotaka. Sasa tukifika hapo unakuta tunatakiwa kujibanika kwenye mahali pale pa kutoka. Tujichimbie kwa tunatoka na ujumbe wako. Na kwaya nazo zitapata shida. Na hata siku ya kwanza lazima tuone Roho Mtakatifu anataka tukavae sare gani. Naona sasa hapo siku ya pili nayo tuvae sare. Na ya tatu sio kukurupuka tu. Mkaanze ya buru mkamalize ya kijani mkakose ya mashariki. Kwa hiyo tupate mpango wa mwenye kazi. Tunaanzia wapi, tunamalizia wapi? Tukimaliza ndio maana nasema siku ya kwanza tutamsema Mungu Baba. Na mimi ndio natembea anamuuliza mwenye kazi, Baba nianzie wapi? Je, nianze kuongea unapaa kwenda mbinguni unakuta inaboa. Unakuta mwenye kazi anasema ukatambulishe lengo la kuwaumba watu. Niliwaumbaga wa nini? Kwa hiyo unakuta tunalazimika kwenda kusoma kitabu cha Mwanzo ambacho manengo wasihubiri sana. Nitakusimulia habari za bustani ya Eden ambazo sijawahi kuhubiri habari ya ubiri wa bustani ya Eden hapa. Kwa lazima muulize mwenye kazi, Baba nianzie wapi? Nianzie tu umetundikwa msalabani, sasa nimetundikwa nimetokea wapi? Ueleze lengo la kutundikwa. Niliamua kutundikwa. Nakuta mwenye kazi ueleze shida ya mimi kuanza kutundikwa. Kwa nakuta naye ujumbe wa injili unataka mpango. Kwa hiyo nakwenda naye unataka mpango. Wapi kuanzia? Amina. Haleluya. Kwa hiyo panapata utulivu, baada ya utulivu ile nguvu ikishuka ndipo unatoka. Na utakuta pale pale kitabu cha Matendo 2 wakati wenzetu wameshuka, Roho Mtakatifu ameshuka tayari. Petro aliyekimbia moto, aliyekuwa anaota moto kwenye behewa, akamgomea mama kwamba Yesu hakumfahamu. Alichomoka na ujumbe wa nguvu, watu watatu wakaokoka. Alitoka akiwa na nguvu sio kawaida. Alitirika habari za wakina Ibrahimu, alizungumza habari za kuja kwa Yesu, akapiga speech. Watu wakasema sasa na sisi kabla mmoja wa Yesu sasa yuko wapi? Sasa mmepishana naye. Ameshakaa na sisi na ameondoka amekwenda mbinguni na Roho Mtakatifu aliyemsema yeye ndio huyu ameshashuka. Watu wanasema hapa tumepishana kali ya mshahara. Tufanyeje ndugu zetu? Anasema mtubu, muamini, mbatize, mtapokea kipawa. Walipotubu wakaamini, wakapokea, wakajazwa na Roho Mtakatifu. Wengine anasema walikuwa watu wa Rumi. Sasa huko Rumi ndio wanasoma asubuhi tungeenda kuchagua. Umekuta Paulo anapofika Rumi anapokewa na washirika waliokuwa wanaishi pale Rumi. Walitokea wapi? Wanasema inawezekana walitoka kwenye mkutano wa Pentekoste. Unaposoma wale watu wanaotaja walizungumza kwa lugha zao, na Warumi walitajwa walikuja Pentekoste pale Yerusalemu. Waliporudi wamejaa Roho Mtakatifu, waliendeleza kanisa na ndio walikuja kumpokea Paulo mwishoni na kuja kama mfungwa, wakawa wenyeji wake. Haleluya. Sasa wana Roho Mtakatifu, yaani mtu ameokoka hakuhitaji mafundisho ya wokovu wapi? Alikwenda anaitwa yule mtu wa pale Azoto, yule Mkushi. Aliokoka akabatizwa akaondoka kwenda kufungua kanisa kwenye mji wa Ethiopia. Kanisa likaanza, hakufundishwa mafundisho, yeye mwenyewe akaanza kufundishwa Roho Mtakatifu. Maana Filipo aliacha. Alipomaliza kumbatiza, Filipo ananyakuliwa na rudi Azoto na yule jamaa akapanda punda yake anaenda Ethiopia. Lakini kanisa lilisonga mbele. Kwa Roho Mtakatifu ni wa muhimu sana kwa kanisa. Jina la Bwana libarikiwe. Ili twende tupeleke injili. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunasema Yesu hakujali uzoefu aliokuwa nao. Yesu hakujali ile huduma alikuwa wanafanya wakiwa pamoja na yeye. Aliwaona wanafanya huduma. Yesu alikuwa anafanya majerekezo na ndio wauliwi kuhubiri. Na kipindi wale wachukue na bill kuna pesa kama msichukue nendeni. Hizo huduma zote walifanya na walirudisha mrejesho. Mama wewe tumefika kule yametimuka mapepo. Yaani tunasogea tu yanakimbia yenyewe. Akisema msikula kusema mapepo yanawakimbia. Furahini kwa sababu jeneri yameandikwa mbinguni. Kwa hiyo alijaribu kuwapa mazoezi. Halafu sasa anawaambia msitoke.
Ngoja hadi. Kwa na sisi tunakauzo wetu. Sio tumeokoka jana, hapana. Kuna mapepo tumekemea mitaani huko, kuna huduma tumefanya huko mitaani. Natumai kuna pepo zinazolalamika, lakini sasa tunataka tusitoke. Lazima tuingoje ahadi ya Baba, tupikwe nguvu ndio twende. Kwa hiyo ni wiki la kumwambia Bwana nijaze nguvu niende viwanjani. Bwana Yesu asifiwe. Kila mmoja mahali alipo, hebu mwambie naomba nijae nguvu niende viwanjani. Tunapopanda kwenye viwanja vya hiyo. Sasa kuhubiri mahali kwa sababu ya kutokuamini kwao, lakini kuna michache ilifanyika. Kwa ninaamini kuna neno Bwana atasema na watu wale, lakini hawataamini sana. Lakini kwa lile ambalo kidogo wataamini, lazima twende tuambie Yesu. Pale Bwana tulipiga fire, lakini hawakuwa wanatuamini sana. Kwa ajili ya utaalamu. Na hiyo ndio sasa tunatumwa kama waokozi kwa watu waliozaa kwenye dini la dhambi. Unaweza ukaenda kama mwokozi alafu kaenda kuzamia mwenyewe unagonga pombe za watu. Haleluya. Kazi ya kwenda kuokoa ni hatari. Na dimu lingine lilowazamisha ni bia, kazi, toba, starehe. Unafika kule tena kaukia starehe na wewe tena. Moko wapi? Nashaku umejichanganya. Kuna samaki nzito achana nayo. Kuna kondoo zingine nataka utoe tani zimezidi zile kondoo. Ni majitu yaliyofanikiwa, yana mafanikio yanaweza yakabeza ulokole. Na ukatamani ile mali kweli kama ni kama kuokoka hivi. Kwa hiyo nimejichanganya na wewe. Tunasema tunafanya ubugi kando ya jehanamu. Unapopeleka wapo unakuta umenasa kambale nzito. Ukakuta unashauri unakutika wewe. Kuta kuna buti. Uje na mwalimu kusaidia wote mnataka mwili. Bora kuacha. Acha samaki ubaki salama. Kwa hiyo sifa ya mwinjilisti anapokwenda kazini awe amejaa Roho Mtakatifu. Sasa kazi hii Yesu aliona kwamba kazi hii itawagharimu. Kuna vitu Yesu aliona itagharimu hii kazi. Cha kwanza ambacho kingegharimu, anasema muda. Kazi itagharimu muda. Uinjilisti tunataka muda. Uwe na uwezo wa kujitoa kwa muda. Tunaposema tokana mkutano, hakikisha sasa unafunga kazi zako mapema saa 8 umenawa, saa 9 tuanze gongo kwa saa 9 tuko tunaanza. Kwa hiyo muda unatakiwa. Huwezi kufanya uinjilisti kama huwezi kutoa muda. Hiyo ni gharama. Kama una Roho Mtakatifu utaona muda unakubana, utatokea. Lazima uwe na nguvu ya kutoa muda wako kwa ajili ya kumzalia Bwana matunda. Haleluya. Kwa hiyo kazi ingegharimu muda. Halafu pia kazi hiyo ingegharimu kutoa mali zao. Haikutaka muda tu na mali zao. Wapendwa, tukishahubiri tunajenga majengo, tunanunua biti, tunanunua vyombo, hela zinatumika, mali zako zinatumika. Wako kwamba pale kwenye nyumba ya ibada lazima kitu kifanyike. Moja na mambo uliyofanya unatamani kitokee kitu kwenye nyumba ya Mungu. Moja ndio ya sadaka. Anakimbia kibanda vyote wameenda kanisani bila wahi kuchange jioni. Mwangalie mwenzako, ana dalili ya kuwa anahangaika sana na change kwa ajili ya ibada. Ndio maana mahali fulani jamaa walifanya ibada sasa ndio wa sadaka. Kuna mtu mmoja akatoa 10,000. Alipotoa 10,000 basi wameanza ibada ameondoka. Wanapotawanyika mzee wa kanisa kaangalia kuna shilingi 10,000, anaangalia kikaratasi ya kitu. Akaondoka na kimbia nje kwenye. Kuna mmoja leo ametoka zaka hajaandika. Sasa kwani kuna 10,000 huko sasa hamna kikaratasi. Yaani naamini. Ikianza 10,000 hiyo zaka. Hana imani kama 10,000 inaweza kuwa sadaka. Roho Mtakatifu atatupa nguvu ya kupandisha viwango, kutumia mali zetu kwa ajili ya ufalme. Haleluya. Sasa hilo Yesu aliona Roho Mtakatifu ndio kazi yake. Bila Roho Mtakatifu haitawezekana. Haleluya. Kwa hiyo walikuwa wanataka kutoa muda wao, mali zao na nguvu zao. Haleluya.
wanatoa muda wao, mali zao na nguvu zao. Jamani, tunapojiandaa wiki la kesho ni kwata. Ni kwata, tukifika pale hamna kushanga. Unashanga nini? Wanakuja kushanga, wewe unawashanga wenyewe. Wewe piga kwata. Amen. Haleluya. Pale piga kwata, wanaje kushanga, wewe piga kwata. Amen. Hasa shanga tumefika kama hatuna nguvu pale. Tumefika pale kudi. Tunashinda kupiga makofi. Kama siku tunatokea hivi. Tunatokea tukiona marehemu amekosa wa kuzika, tunasimama. Jamani, ibada ni kwa ajili ya sisi wazima. Aliyekufa, maandiko yanasema akishakufa hukumu imeshuka tayari. Sasa alikufa juzi, unafikiri aliko jana subiri huku? Imeshaisha hiyo. Ujumbe ni wa sisi wazima. Watu wanakaa vizuri, wanasikiliza. Tusisubaye tukafa kama huyu. Jamani, tengeneza mambo. Kuna kifo mbele. Mbele kule kuna milango miwili. Njia nyembamba na njia kubwa. Sasa njia ya kwenda ni ile nyembamba, wanakata wengi. Mungu anasema kwa njia hiyo nitajitahidi mbinguni. Nikiona njia kubwa nafuata kale kadogo. Njia yenyewe haiko mbinguni, njia ni maisha haya unayoishi. Ukiwa unatwanga pombe, unakula mpimela, kila kitu unapiga kampiki. Hakuna naye kataza, ndio njia pana. Ukiwa huko anakataza, ukifanya unakataza. Ndio njia nyembamba yenyewe. Njia ni maisha unayoishi. Kumbe njia ndio bado kafikia mbele kule wataziona kweli njia hii. Mama nganga. Kubali kutoa muda. Kubali kuwafikia watu. Jamani wanapona. Haleluya. Watu wanapona. Pia kulikuwa kuna kazi ya kutembea katika kuna kazi ya kutembea. Hao watu wa injilisti walitaka kutembea katika vijiji, katika miji na maeneo mbalimbali. Wengine wangeona kwa njaa. Kwa hiyo injili haiwagi hapa kwa nyumbani kama tumekaa. Hapana. Injili inataka kujigarimisha kama hivi tutatoka. Hii ndani ya mji, kuna wakati kwenda nje ya kijiji kingine, kuna kutembea. Kwa hiyo wanataka wajue ili utembee, na wakati ule wenzetu walikuwa hawana hata magari, walikuwa wanatembea kwa miguu, ndio kina Paulo kwa hizo mashua zinazosambana kutoka njiani. Kwa hiyo usafiri wao kipindi hicho ulikuwa mgumu. Alafu pia walitembea kwa miguu kwenye milima na kwenye mabonde. Walitembea kwenye milima na kwenye mabonde, maeneo mbalimbali walitembea hao mitume wanapopeleka injili. Sasa hiyo ilitaka Roho Mtakatifu. Kuna wakati walikwenda kwenye milima korofi, kwenye vijiji vya Tiro huko Sidoni, maeneo makorofi, na maeneo mengine walikamatwa kama kina Paulo. Unakuta wanaimba usiku, kule gereza zinafunguka kule Filipi, mpaka walinzi wale wanaokoka. Kazi haikuwa rahisi, wanapigwa viboko, wanatupwa nje ya miji. Jamani, hii tunahubiri harasa hizi. Hakuna mtu amepigwa kiboko kwa ajili ya injili. Sana sana ni kukatazwa. Dini ya Mungu ndio kwa umeshanyamaza. Wengine walitandikwa viboko, wakapelekwa magerezani. Sisi mpaka tunaomba vibali serikali wanatupa mkahubiri. Siku ngapi tunahubiri? Siku 5. Hachukue. Hata msema anahubiri wiki sawa. Hawakukatalia sasa. Serikali imesimama na watu wao. Ila si wenyewe tumechoka. Si Mungu chache. Tumechoka wenyewe. Hata kuja ibada tunashangaa mtu amechoka hajaje. Ukimuuliza sababu ya kutokuja ibada, andeka. Unaona roho tu haipendi kuja ibada. Hana Roho Mtakatifu. Hatuji ibada sisi wenyewe, lazima iweko nguvu na kusukuma kwenda mahali pa ibada. Haleluya. Amina. Bwana tusaidie sana. Amina. Hivyo kwa sababu ya changamoto hizo kubwa walizokuwa wanakwenda kukutana nazo, walihitaji Roho Mtakatifu. Jambo la pili, kulikuwa kuna matisho mengi katika hii kazi. Kulikuwa kuna matisho mengi katika hii kazi. Kulikuwa kuna matisho mengi katika kazi. Jambo la pili, kwenye Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 17 na mstari wa 18. Moja nisomee haraka haraka. Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12 mstari wa 17 18. Matendo ya Mitume sura ya 4 na mstari wa 17. Biblia inasema, lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye yote kwa jina hili. Wakawaita, wakawaamuru wasiseme kabisa wala kufundisha kwa jina la Yesu. Amen. Sasa wale watu wanasema kwa sababu injili inakwenda kwa spidi, tuwakataze watu wasiseme tena habari hizi.
Watu walikuwa wanapoda, wakina Petro wanafunguka, hali ni mbaya. Nini hatari? Itafungwa dini. Sasa tufanye. Maana serikali kuna shirikiana na dini. Tuwakataze wasiseme tena habari za huyo Yesu. Tena habari za huyo Yesu. Tumatumie mamlaka kuwaponya watu na kuwafungua watu ni jina la Yesu. Hakuna wokovu katika jina jingine, ni kwa jina la nani jamani? Hilo ndio tunahubiri, na anasema hapa wasiseme kwa jina hilo, waombe kwa jina lingine, hata la maletu hapo. Hilo hakuna shida. Alijua hawajama kwamba jina Maria lingine haina nguvu yoyote. Hili jina limekataliwa toka nyakati za Biblia. Ndio maana mpaka leo wanasema hawa walokole wanaosema Yesu bila mama yao hawa ni habari. Endelea kuhubiri habari za wokovu kwa jina la Yesu. Haleluya! Hakuna mtu mwingine anayeweza kuokoa, ni Yesu peke yake. Yeye ni mwokozi wa ulimwengu. Lazima tumtangaze. Hofu ya hao wenzetu, injili inakwenda kwa spidi. Furaha ya watu wa nje waone tumekaa kimya. Hivi tukipita mwaka tujahubiri ushuhuda ya mwaka hawajasema tumetulia na kutulia. Sisi na mama tumefunikwa kwenye kikapu hivi kama ni nyoka amefunika kwenye chungu halitoki. Tutoke jamani wana. Mwambie mwenzako leo tujiandae kutoka. Tujiandae kutoka. Fanya maombi ya kutosha, Bwana tupe Roho Mtakatifu, furumukie nje. Tukapunge na hewa, tukamseme Yesu huko. Tukamwimbe Yesu huko. Haleluya. Oya tukikaa hapa tutaimba mpaka tuanza kukwazana wenyewe. Nitafikiri haya majaribu yamekuja kama bahati mbaya. Yaani kanisa hili lilipotulia bila kufanya kazi, walianza makwazo. Mtakwazana, watu mshauri praise. Mkibaki mnaimba hapa, mnaimba wenyewe, mtaona muziki utakaotoka. Nasema mambo ya kuchukira. Yaani fulani nifanye kidiro kweli. Hana, twende viwanjani. Kiroho kipo hakipo, twende viwanjani. Yaani utakuwa una muda kuangalia mwenzako na kiroho hana kiroho, utakuwa na muda wa kuomba. Manake kule ndio viwanjani. Na ninaolewa na tumetoka nje. Kule tumekotoka sio kwa kwenda kilele mama. Yaani kule wengine wanasikiliza kule mkutano, wanapima mkutano. Wanaanza kurusha pingwanga tu. Kuna jamaa mchungaji kwa anahubiri. Wachao wakafika, wakasimama kule. Wakataka kusambarisha mkutano. Wakatuma nyuki. Zikatoka nyuki kule, zikafika pale watu wanaimba sifa. Watu wameshusha nguvu ya Mungu, hawazioni nyuki. Zilipofika nyuki na zikajichanganya na kumsifu Mungu. Watu wanaangalia kwa wanasema nyenye nyuki zilogo wapi? Zikajichanganya nazo nyuki. Bali naendelea baadaye zikaenda. Lazima kushusha nguvu ya Mungu, yaani kama nyuki zimetuma nazo zijichanganye kumwabudu Mungu. Waimbaji hawaoni nyuki, wanaangalia ibada inavyokwenda na uwepo na watu wa nje watu nyenye nyuki sitakula walokole hao wakashaka nyuki pyu zime. Hapa nguvu ya Mungu hivi. Nguvu ya Mungu hivi. Na shetani yupo, hajawahi kulala. Haleluya. Usalama wetu ni kumbeba Roho Mtakatifu ndani. Wewe ni jeshi la Bwana. Lazima utoke kama mpambanaji. Tukampeleke Roho Mtakatifu na Yesu kule viwanjani. Haleluya. Usiende umebeba makohodasi kule. Na ukigundua kuna makohodasi ndani, mwambie mchungaji, nina makoho mwezio. Tuyatoe hapa unapotoka mwanangu, huko sawa. Ukienda hapa aliniona na umeyatutuza ndani. Yale makoho ni kama sumaku. Sumaku inakamata kwenye chuma, haikamati popote. Ukipitisha sumaku hapana chuma, haikamati. Ikifika kwenye chuma Sasa wewe kama umebeba makoho ya shetani, shetani akipitisha sumaku yake kwenye ulimwengu wa roho, anaona kwako imenasa anaanzia hapo. Inapopita sumaku ione yani wewe ni mchanga tu. Haleluya. Yani wewe ni mtoto safi, piga fire, changamka, shangilia. Hapo nguvu ya Mungu ipo. Amen. Yani hapo mnarusha makombora tu, bomoa kazi za shetani. Bomoa kila nguvu ya shetani, na kweli zinabomoka.
Sasa mnagoma nguvu za shetani nyingine mmebeba wenyewe mifukoni. Sasa mnagoma nguvu za kwetu tumebeba sana. Ndio maana kuna sehemu moja mchungaji alikuwa anahubiri. Akatokea mtu mmoja vijana. Mchungaji, sisi mkutano tumeukubali. Lakini huyu akambeba dada moja. Huyu tu. Akasema huyo mnamfahamu? Tutusu. Wakamtutusa akana pakaliwe ulibabeke ongeka. Mchungaji sasa mpaka wamchukue mwenyewe huyo. Sasa sio ndio mfano kwa wewe mama wa nyumbani. Wakamtutusa, yule dada alikuwa mpiga mzee. Sasa amesimama na hubiri wakasema, mchungaji mkutano tunakubali, lakini huyu wa kwetu. Wa kwetu huyu mnamfahamu? Chukue. Walipinda nini? Akanijia nyewe mniache kwa jina la Yesu wapi? Na Pepe akasema Yesu tunamfahamu na Mungu tunamfahamu. Wewe kwa Yesu anayemtaja. Unataka Yesu ailinde. Sasa kama unamtaja Yesu ailinde, huwezi kushinda. Pende tumembeba Yesu wa Nazareti, haleluya. Na Bwana kubariki sana. Jamani, mwisho kwenye upinzani huko nizungumza haraka. Hao mitume walikutana na matisho mengi sana toka kwenye dini ni wagomea sana wasihubiri. Halafu kulikuwa kuna matisho toka serikalini. Serikali ilikataa sana kuhubiri habari za Yesu, na muda mwingi walitupwa mpaka magerezani, lakini kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwepo, bado alifungua na vifungo vya magereza. Wakina Petro wakatoka magerezani na walinzi wa magereza wakaokoka. Ukimbeba Roho Mtakatifu uko salama, hutishiwi na matisho yao. Wewe unatishiwa na ile nguvu ya Mungu uliyoibeba. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani wakikupeleka loka huwezi kabomoka loka yenyewe ukajitokea mzima. Hivyo visa sijavileta hapo, ungesoma habari za kina Petro. Petro anatolewa, analindwa gerezani baada ya kufungwa au wawe kesho. Analindwa. Unafahamu zile habari za kina Roda. Petro ametoka, anambia imani wa kanisa linaomba, anatoka gerezani. Na asubuhi ndio kipigwa, anasema tukataze wasihubiri habari hizo, ni hatari. Mwisho namba 3. Nguvu za adui. Kulikuwa kuna nguvu za adui. Adui tunayepambana naye ana nguvu. Na adui mkubwa wa injili ni shetani, ambaye Biblia inamwita mungu wa dunia hii. Adui tunayepambana naye mkubwa ni shetani, ana nguvu. Sio vizuri kusema shetani ana nguvu, tunamwita shetani kiwete. Lakini mtata sio kiwete tu, anasimamia kwa watu wengi kwa sababu ya biashara zake. Jina la Bwana libarikiwe. Kimoja, soma kitabu cha Wakorinto sura ya 4 mstari wa 4 pale inasema. Halafu na waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Shetani anaitwa mungu wa dunia hii. Kwa yuko Mungu muumba mbingu na nchi, na yuko mungu wa dunia hii. Hebu soma kama watumishi wa Bwana mmefika. Yes, mkulie. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 4. Yohana waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 8 anasema, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Mungu wa dunia hii amepofusha fikra, ufahamu. Mungu wa dunia amepotosha ufahamu wa watu wasioamini. Isiwazukie nuru ya injili. Isiwazukie nuru ya injili. Injili isifike kwao, wamepofushwa wasipate nuru ya injili. Ya utukufu wa Kristo aliye sura yake Mungu. Ya aliye Kristo aliye sura yake Mungu. Waishia hapo, utasoma kwa muda wako. Kwa hiyo Mungu wa dunia amepofusha macho ya watu, fahamu za watu, wasipate nuru, wasipate mwanga wa injili ya Yesu. Kwa hiyo macho hayajui kabisa kama kuna injili ya Yesu. Ndio maana tukisimama popote warokole kuhubiri tunachukiwa hata bila sababu. Bila sababu tunachukiwa. Na kulaumika waongo. Hasa waongo wote maandiko wapi? Tunahubiri neno tukiwa napotosha maandiko watu wa madhehebu.
Hebu soma waraka wa kwanza sura ya 3 mstari wa 8. Naye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Amina. Anayetenda dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi anatenda dhambi tangu mwanzo. Ndio mzoefu. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Amedhihirishwa mwana wa Mungu ili azivunje kazi za Ibilisi. Tukitokea viwanjani tunabomoa kazi za Ibilisi. Tunabomoa mipango ya Ibilisi. Tunabomoa mikakati ya Ibilisi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo shetani ni mungu wa dunia hii. Na nikawa nataka nizungumze kisa kimoja kilitokea katika nchi fulani huko Ulaya. Kwenye gazeti waliandika kwamba shetani, waliandika kwenye kikatuni cha ile gazeti kwamba shetani alikuwa anafanya biashara ya kuuza bidhaa zake. Hasa bidhaa moja hapo aliyokuwa anauza ilikuwa ni ya mafarakano kwenye ndoa. Anauza, kiuza hiyo bidhaa, ndoa zinameguka tu, migogoro ya ndoa tu. Hiyo biashara alikuwa anauza shetani. Halafu nyingine alikuwa anauza ya kuzila, magomvi, mafarakano na vitu vingi anauza. Sasa mtu mmoja akauliza, mbona hapa sioni tunda la kukata tamaa liko hapa? Akasema, hii ya kukata tamaa, hilo ni tunda nyeti. Hilo natumia mimi mwenyewe ni kama silaha ya mwisho. Hiyo ninapiga viongozi ama mchungaji, naweza nikapiga jaribu ila akakata tamaa hata kwenye huduma kata na uchungaji kabisa. Yaani katika shetani, katika silaha hizo nazo, silaha moja hapo naitumia kumalizia mtu kukata tamaa. Kama mwimbaji naimba sasa majaribu akitupa roho ya kukata tamaa, boom. Ya. Imetoka naimba no basi swela kae. Swela. Na kuna majaribu yanakuwepo, unashinda, unajaribu kuvumilia, unajaribu, alafu akikupiga na roho ya kukata tamaa, maisha ya ndio hapo mtu anajipinga. Yaani haoni msaada tena. Anabeba hata mnyororo wa subuhi, azizunguki kwenye mzunguko. Hayo majaribu ya kawaida. Sasa akitaka shetani kukumaliza, anakurushia kukata tamaa. Mwanangu, utatamani kuondoka duniani kesho. Tena unaanza kutuma na message. Jamani, ni kukata tamaa. Mtu akienda na ukoma, akienda akifika mahali anaenda na chechemea kidogo, leo anakuja tena kama unafikiri kama gari inapiga start hiyo. Sasa ikifika jaribu kukata tamaa, panda sana kama mtu makali maneno. Nimejaribu kukaa kwenye ulokole na hamna. Nimejaribu nilambe basi tu bora ndio jehanamu ndio hela yake tu. Tele kwa mbele, tangu atakwenda jehanamu. Anaanza kuona na idadi ya wengi watakao kwenda jehanamu, na yeye bora jichanganye. Bora tutakuwa wengi. Yaani anafikiri kule kuwa wengi watakuwa wanatia na moyo kule jehanamu. Kwa hiyo mpendwa, unapopita kwenye dunia hii inaitwa Mungu mtawala, ni Mungu wa dunia hii, usije ukanasa kwenye jaribu la kukata tamaa. Hakikisha unapiga vita, hata kama uko kwenye majaribu, tafuta kutoka kwenye hilo jaribu. Usikate tamaa. Kuna andiko moja linasema Mungu yuko pamoja na sisi katika kila jaribu. Yaani katika kila jaribu unalopitia Mungu yupo. Yesu yupo ili akusaidie. Usikate tamaa. Ni hatari kukata tamaa. Ulize mwenzako, kuna kitu chochote kimemsumbua kukata tamaa? Kwa sababu ibadi, kuna jambo limewakuta kukata tamaa. Ama kuna mtu anataka kukata tamaa kwenye mkutano kesho utasiende. Wazee wangu, tusikate tamaa. Kazi hii ni ngumu sana, lakini tusikate tamaa. Yaani unapopita kwenye jaribu, wewe tulia, mwambie Yesu, hii kazi ulinipa wewe, naomba unigushe kwenye hili jaribu. Utashangaa amekugusha. Lakini ukisema umeswela kaneno basi, ile lugha ya baswela kama Yesu kama. Baya sana. Bwana Yesu asifiwe. CA Vision TV, sauti ya matumaini. CA Vision TV, sauti ya matumaini. CA Vision TV, sauti